mnaonitazama, naomba niwaonyeshe tena Biblia hii hapa. Utakapoishi sawa sawa na kilichoandikwa kwenye hii Biblia hii, utakapoishi sawa sawa na kilichoandikwa kwenye hii Biblia hii, Mungu atafanikisha njia zako. Mungu atastawisha maisha yako. Mungu atakupa uhai kwenye maisha yako. Kila mahala penye mauti itaondoka, uhai utatawala maisha yako utakapoishi kwa kusoma hichi kitabu na kuishi sawa sawa na yaliyoandikwa kwenye hichi kitabu. Utastawi mno na fikra zako zitatekwa nyara na hichi kitabu, na Kristo atakuwa amekuteka tayari, kwa sababu neno la kitabu hiki ndiyo Kristo mwenyewe. Sijui nieleze kwa lugha gani unielewe. Wapendwa, narudia tena maneno matatu. Neno la kwanza, siri ya kustawi kimaisha ipo kwenye kutii. Neno la pili, siri ya kukua sana ipo kwenye kutii. Neno la tatu, siri ya kuketishwa na wakuu ipo kwenye kutii. Mungu akusaidie kuelewa. Mungu akusaidie kuelewa. Mungu akusaidie kuelewa. Mungu akusaidie kuelewa. Nasikia hata uchungu wa kutamani kulia, na ninatamani kulia kwa sababu watu watutii neno la Mungu. Tumepewa neno, tumewekewa neno, tumeambiwa ukweli. Siri ya kustawi imo kwenye neno. Utakapolisoma hilo neno, utatekwa nyara fikra zako, lakini hatulisomi. Na tukilisoma, hatusomi kama inavyopaswa, afu tunabaki tunaangamia. Angalia, leo hii kuna Wakristo wengi wanateseka mahospitalini na magonjwa, wamekosa mbadala kabisa wa kuyatibu. Leo hii kuna Wakristo wengi wanateseka na shida za kiuchumi na wamekosa mbadala kabisa wa kuzitatua. Leo hii Wakristo wengi wanateseka na shida za uzao na wamekosa mbadala wa kutatua. Ila cha ajabu, yale yanayowatesa majibu yake yalishawekwa kwenye Biblia. Ila Biblia tunazo, lakini hatujaweza kujua majibu. Inasikitisha. Ni sawa na mtu ambaye anahangaika namna